الحمد لله ولي النعم أهل الثناء والعطاء والكرم أهل الثناء والعطاء والكرم الغافر سبحانه للتائبين كبائر ذنوبهم واللمم نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه من القدم ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشرور والنقم ونسأله اللطف فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم وأشهد أن لا إله إلا الله خير من عز وحكم كان هو موجودا من الأزل والكون عدم خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أورثه الندم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بالقلم وكان قدوة لأمته في العدل ما أخطأ وما ظلم صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد tunaendelea na tafsiri ya surati Yasin. Tumeona katika aya zilizopita namna gani waumini wanajaribu kuwaelekeza washirikina wamche Mwenyezi Mungu, watoe walichoruzukiwa na Allah, na kutanabahishwa na kupewa onyo kali kwamba inapokuja ahadi ya Mwenyezi Mungu adhabu kali itawashika. Lakini wao wako katika maskhara na kejeli na kupinga na kukataa kwamba itakuja hii siku ya ahadi aliyoweka Mwenyezi Mungu. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, kama kwamba ni uongo, kama ni wa kweli lini itakuwa. Wanaiharakiza, yastajiluna biha, wanaiharakiza, na Mwenyezi Mungu anawajibu kwa wepesi kabisa na kuwadhalilisha kama alivyokuwa akiuliza kwa kejeli. Anaambia ma yanzuruna illa sayhatan wahida, wanangojea nini? Wanangojea kelele moja tuje taakhudhuhum hum yakhsimun, wako katika dunia yao itawachukua iwatupe chini wote wafe hata wasiwahi kurudi majumbani mwao. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahadihim yarji'un, la hawezi kuhusia wala kusema jambo lolote wakati huo. Hakuna tena amesahau kitu kimoja muhimu, kile hakuna cha muhimu wala kuna chochote. Itajia saiha hii baghta faj'a ghafla, ikiwajia hapo hapo wote watakuwa waliokufa. Alafu tena wanufikha fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, na tupigwa baragumu litapupulizwa na Israfil. Wanufikha fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, utaona hao kutokana makaburi yao kuelekea kwa Mola wao, tena kwa spidi kubwa. Yansilun, wao wenyewe hawezi kwenda wala hawana njia za kwendea, bali Mwenyezi Mungu ndio atakawapeleka. Lakini wewe unapoona, utaona namna gani wanapokwenda mbio, siraan, yakhrujuna min al-ajdathi siraan, mbio ila rabbihim yansilun. Naam, kwa qudra ilahia, kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa kun fayakun, utaona wanakwenda mbio mbio. Na ikaja fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim, moja kwa moja kutoka kaburini, moja kwa moja stop ya mwanzo na ya mwisho, ila rabbihim, kwa Mola wao subhanallah. Hakuna transit popote. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Marqad yarqud, ruqud kulala, marqad pahala pa kulala. Man ba'athana, nani alituamsha? min marqadina,
ole wetu naye tuamsha kwenye malazi yetu. Najabu la hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Hii ndio aliyoahidi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na mitume wakasema kweli, wamesadikisha yale aliyoahidi Mwenyezi Mungu, wa sadaqa al-mursalun. Kwa hivyo hii ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, inapopigwa baragumu inaelezewa zaidi chini kwamba in kanat illa. Kwanza akasema yanzuruna illa, wanasubiri nini? Baragumu lije. Basi linapopigwa hao mbio kutoka makaburini kwenye malazi yao mpaka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, ila rabbihim, tena mbio yansilun. Akaelezea tena chini in kanat illa sayhatan wahida فإذا هم جميع لدينا محضرون. haikuwa ila nini? Bimaana haitakuwa in kanat. Na haya maneno kwa Mwenyezi Mungu anapotumia mfumo sighati al-madhi, kama kama ni past tense, kitu kilichopita, in kanat haikuwa biqasdi kwamba ndio itakuwa. Subhanallah, maneno Allah habaniki kwa wakati, haingii kabisa ukamweka katika wakati kama sisi viumbe tuna fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il mustaqbal, ya zamani, ya sasa, ijayo. Wakati ndio unaotuhukumu sisi. Alikuwa hivi, sasa hivi sio tena. Kana yudaris, alikuwa akisomesha, sasa hivi si mwalimu tena, shafukuzwa kazi, kisha kaa pension, si mwalimu tena. Kana alikuwa, lakini Mwenyezi Mungu ukisema innahu kana tawwaba, na daima alikuwa, na sasa yupo, na atakuwa hivyo tawwaba daima. Kwa nini? Kwa sababu mifumo yote ya tenses za nyakati hazimbani Mwenyezi Mungu, lazima akiwa katika wakati ule. Fa in kanat illa sayhatan, yani haitakuwa. Kwa maana ukisema kwa lugha yetu sitakuwa, ilikuwa, haijawa ila, lakini hapa haitakuwa isipokuwa sayhatan wahida, ukelele mmoja. Fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, basi utaona wote, jami'un wote, ladaina kwetu sisi. Imetangulia pahala kabla nini? Kitendo chenyewe muhdharun, watahudhurishwa. فإذا هم لدينا محضرون، حجسنا محضرون لدينا، فإذا هم جميع لدينا محضرين. مهم محضرون ومهم جميع wote, hakuna atakayesalia nyuma. La pili ladaina, kwetu sisi, katika ardhi nini? Ardhi al-mahshar, ardhi ya nini? Ya mkusanyiko wote mbele ya haki subhanahu wa ta'ala, baina yaday dayan, baina yaday rabbina. Naam, utasimama mbele yake muhdharun, watahudhurishwa. Kwa sababu wenyewe kwanza hata akiwa na uwezo wa kwenda hatutaka kwenda, na hali unajua kuna adhabu inasubiri, lakini hakuna njia. Aina al-mafar, kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar, moja kwa moja mpaka Mola wako. Kwa hivyo hapa tunapokuja tukizia aya hizi katika hizi nafakhat, nafkha wal-ula wa thania, parapanda ilipopigwa bargumu la mwanzo likifuatia la pili, likifuatia la pili, na baina ya mwanzo na pili watakuwa niamun, wamelala, raqidun, wamelala wote, walikuwa hai wakafa, baghtatan hum yakhtasimuna yakhisimun, wako katika pilika zao za dunia tu, imashughulisha dunia, hata ana habari ya akhira. Basi tawajia غفلة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. رudini مولوين قبل أن يجيني عذاب غفلة نني هم حيسي أنتم لا تشعرون. katika سورة الزمر ndio maana hii idha hum yakhisimun, kwa katika nini? Katika kugombana tu katika mambo ya dunia. Subhanallah. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anasema in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, wote watahudhurishwa kwetu.
طيب sasa hivi kamera inaondoka duniani ishachukua video namna gani walikuwa kaburini wametolewa kwa baragumu linapopigwa, na wale ambao walipigwa baragumu la mwanzo ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. katika Zumar wanapopigwa baragumu la mwanzo wote wataanguka wafe, na wale waliokuwa makaburini watakufa, na itakuwa wote waliolala kama kufa wamelala. Hata walikuwa kwenye adhabu inasemekana kuwa watasita adhabu. Na baina nafkhati al-ula na nafkhati ath-thaniya, baragumu la mwanzo linapulizwa na baragumu la pili kipande hichi wakati wa kulala, hakuna adhabu hapo. tulipokuja صيحة واحدة لبيل فإذا هم جميع الذين محضرون لكو أمشى wote waliolala wataamshwa, watiwe roho zirudi katika mili yao, halafu wapande juu. Na tumeelezea jana gani kiwiliwili kitarudi tena kama mwanzo walivyoumbwa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu na hali mlikuwa hampo duniani? هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ imekuja wakati katika umri wake alikuwa hajulikani kabisa wala hajazaliwa, na alipozaliwa alikuwa mdogo, akaanza kukua mkubwa mpaka akawa alivyokuwa, akaanza jeuri zake na kukufuru na kukataa dini na sasa hapa ukitizama kwamba nini Mungu anatuambia kwamba kwa kila aliyekuwa hayupo tayari kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, basi kila dakika zikienda mbele na kila wakati ukienda mbele kwake na kwa ni kubaya zaidi, na hasa inapofikia ile dakika ya kupigwa nafkha thania thumma nufikha fi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, utaona wote wamesimama wanangojea mbele ya haki. fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, maana ile فإذا هم قيام ينظرون, utakuwa wamesimama wanangojea hisabu zianze. sanafrugu lakum ayuha thaqalan ya ayuha thaqalan, utakuwa siku hizo tunaacha kazi zote, dunia khalas imeshakwisha, imeshatoweka. Sasa hivi mbele ya haki ulimwengu mwingine kabisa, ulimwengu wa milele, ulimwengu wa haki, hisab, ulimwengu wa janna wa nar, ulimwengu wa kila aliyefanya jambo la kheri duniani basi kwake ni starehe tupu, na kila aliyofanya baya adhabu tupu. Hakuna kupumzika, hakuna kufa, hakuna chochote, hakuna cha nini, huruma wakati huo, adhabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu jua yote haya anasema katika siku hii falyauma, basi siku hii فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه العدالة الإلهية وعدله ومولى سبحانه وتعالى، هذه رحمة إلهية الأمام Mwenyezi Mungu. Na katika jumla za rehema Mwenyezi Mungu ni kwamba Mwenyezi Mungu atupokusanya watu wake, la tudhlamu nafsun shay'a, haidhulumi nafsi yote na jambo lolote. la yanqusu hasanatun min hasanati, hasana moja haitopunguzwa katika hasanati zake, wala biziyadati sayyi'atin ala sayyi'atiha. Yani uonevu ungelikuwa nini? Wewe bwana una hasana nyingi, wewe leo tuchukue kidogo, au sio? Mbona makosa yako sayiat kidogo na hizi nakutwika nyingine? Hiyo ndio dhulma, au sio? Hasana zake ataziona. Man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hivyo la tudhlamu nafsun shay'a wala tudhamuna fatila hata chembe ndogo.
ule unyuzi katika kokoa tende ile, basi mtu hatodhulumiwa katika hasana zake kanazo mwenyewe. Sayiat zako hizo hizo hutobadilika zote ila wakati wa hisabu. Na itapokuja hisabu itabidi sasa wewe hizo hasanati zako zitoke ziende kwa mwenzio ule mdhulumu. Hiyo ndio adilifu wenyewe. Za kwenda kwa yule ule mdhulumu atakuja kudai mashtaka. Zile pesa ulizomwibia ulizomnyang'anya hakuna pesa huko tena. خلاص. Ulimwengu wa pesa umekwisha. Sasa hivi ulimwengu wa hasanat na sayiat. Mema yako uliokuwa nayo, thawabu zako atatuishwa yule ule mdhulumu. Mtu anapotaka kudhulumu ajue kwamba hatolipa, atalipa ghali kweli. Si pesa tena siku hiyo. Italipa hasanat. Ndio kama atadruna mani al-muflis, unamjua nani aliyefilisika? Wakasema al-muflis laysa lahu dirhaman wala dinara. Yule asikuwa na dirham wala dinara, kaambia la muflis yenu duniani ama akhera huko. Muflis ni yule mtu atakayekuja ana thawabu nyingi. Lakini sasa amesema huyu kamtukana huyu, kamdhulumu huyu, kamsema huyu, kafanya hivi, watakuja wale wote wamshtaki kwa Mwenyezi Mungu, watatukhadhu minhu hasanatu. Zitachukuliwa hasanat zake wanapewa wale. Ndio malipo yake. Una kitu gani cha kulipa duniani? Hujaenda kumtaka msamaha wala hujamlipa. Umemdhulumu na dhulma yake anakuja kuidai mbele ya haki. Mtu ajitahidi asimdhulumu mwenzio duniani, kwa sababu malipo yake usifikie atakimbia na dhulma ile. La wallahi, atalipa badala yake zaidi, atalipa hasanat zake. Upewa hasanat zote mpaka zinamalizika zote. Hasanat zote ziko nazo zinamalizika sasa hivi na mstari mrefu. Kiu bado refu, wanadai haki zao kwa mtu huyu. Ya Rabbi, sina kitu tena, huna kitu, ngojea utabeba dhambi zao na tatuiko. Haya, na wewe kamdhulumu kadha kadha, kweli umemdhulumu, haya lete dhambi zenu, punguza, mtuike gunia moja. Mwingine na mimi kamdhulumisha, haya lete. Sababu zake zinamalizika, halafu dhambi za wenzio anazibeba kwa mujibu wa maudhi yake kwa watu wengine na dhulma zake kwa watu wengine, halafu kisha na zake motoni. Huyo ndio muflis. Na hapa hakuna dhulma. Falyawma la tuzlamu nafsun. Hapa kasema nafs, hajatia al-nafs, nafsi yote ile, yote nafsi zote za watu wote, hakuna moja atakayedhulumiwa. Halafu kasema shay'an, hajatia shay alif lam kwa jambo maalum lolote lile katika ashia zote, nakira. Falyawma la tuzlamu nafsun shay'an. Kwa hivyo hapa utaona kwamba uadilifu wa Mwenyezi Mungu kwamba hatompunguzia hasana zake wala hatombebesha mtu sayiat zaidi, bali atafanywa hisabu, na kama anastahili kutunzwa pale anatunzwa na Mwenyezi Mungu. Tunzo lake nini? Fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, ili lazima mfikishe idadi ya kumpeleka peponi. Ikishafika 50% au kupindukia, anaambiwa sasa ingia peponi, kwa sababu anastahili, kafanya mema sana. Lakini basi shetani hajamwacha, akawa asi baadhi ya maasi, sio makubwa ikiwa kabair, moto unamsubiri. Ikiwa hajatubu illa bitauba, at-tauba nasuha, kama hajatubu na anafanya kabair, madhambi makubwa, basi kuna moto kwanza. Na ikiwa makhataya madogo madogo na sayiat hizi zinadondoshwa, zinatoka, yughfaru lahu fi dunya wal akhirah au yu'fa anhu. Kuna ghafara na afa. Mwenyezi Mungu yaghfir wa yafu, sio? Nini maana yaghfir na nini maana yafu? Wa yafu an kathir. Al-maghfira bimaana mtu anafanya makosa, anaomba toba, anatoa sadaka, analia na nini, halafu anasamehewa na Mwenyezi Mungu. Lakini sasa yule Mwenyezi Mungu yafu anhu, jambo dogo kafanya kosa, na tubu zaidi kuliko hata vile inavyotakikana, mpaka Mwenyezi Mungu basi nimekusamehe. Al-afu, ukisamehewa duniani basi hiyo inapita, wala halionekani katika buku lako unapopewa kitabu chako.
basi maghfira ya Mwenyezi Mungu duniani kwamba inakuja siku utapata itab, lazima ulaumiwe lawama, siku fulani ulifanya kadha kadha, ndio siku fulani ulifanya kadha kadha kadha, siku fulani ulifanya kadha kadha. Tabii habsi ulisamehe kwa ndio mkusamehe, lakini maghfira sio afwan. Mpaka anatajiwa mtu, anatajiwa madhambi yake. Hebu fikiri toka siku unabalighi wewe, kila dakika inahesabiwa, siku moja moja, siku moja ikisha jasho jembamba linatoka. Haya, pindua peji, siku ya pili katika kutoka kubali, siku ya tatu, wiki, mwezi, mwaka 15, mwaka 16, 17, hebu niambie hesabu hizo mpaka miaka 90, umri wako au 80 au 70 au 65 au 50, mpaka siku yako kufa. Hebu niambie, mtu anahesabiwa mpaka inafika hadi anasema basi خلاص mtu wa motoni yote ndio afanya mie. Ndio sasa hapa mtu maghfira anakuja, haya yote uliyofanya na nikakustiri duniani wala mtu hajui, ana leo nenda kuingia peponi. Anapumua mtu, yote anatajiwa yale mpaka ahisi kwamba yeye mtu wa motoni. Ndio maghfira, ndio kasamehewa huyo. Halafu kisha ambapo haingia peponi, nimekustiri mtu alikuwa hajui duniani, najua mimi na wewe tu na malaika walikuwa kiandika, na sasa hivi ingia peponi. Lakini alafu ile wala hatajiwi, lazima utahesabu kabisa katika Mungu. Umefanya kosa dogo, umesamehewa moja, umekwisha kwa amali zako nyingi za njema. Na usifikiri huyo mtu anasamehewa kama ingia peponi baada ya kutajwa jasho lote hilo likamtoka kwa amali zake alizofanya. La, ana balance amali njema nyingi, ana balance amali njema katika ilmu, katika dirasa, katika ibada, katika infaq, kutoa, katika kila kitu yanafanya jema. Bali manake mtu yote akimuona sema hadha min ahli janna, lakini anayo mambo anayofanya, haya mambo lazima yake sawa. Na huyo ndo anaingia katika listi ya watu gani? Inapo kwamba ama man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, atakayepewa kitabu chake mkono wa kulia basi atafanya hesabu nyepesi. Hesabu yasira ndio hiyo yasira, tokea tarehe anapobalighi mpaka mwenyewe anapodata akasema sasa basi naingia motoni. Halafu Mwenyezi Mungu ambaye nimekusamehe. Hiyo hisabu yasira, wayanqalibu ila ahli masrura, furaha pale. Hata malaika sasa tazama fulani kafurahi sasa hivi anakwenda peponi kasamehewa. Subhanallah, subhanallah. Bwana mambo makubwa siku hiyo. Tayib, fa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, na kwa hali gani? Anapewa mgongoni, na wengine wapo man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. yote yatasema haya, atakuwa kuna kushoto, alafu baadaye mshamaliza maneno haya, njoo majuto sasa hivi, khudhuhu faqullu thumma jahima sallu ila akhir ayat. Lakini ujue kwamba falyauma, siku hii, falyauma siku gani? Siku ya in kanat illa sayhatan wahida, ule kelele moja basi siku hiyo la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun, hamtopewa lolote, hamtolipwa chochote ila yale mlikuwa mkiyatenda. Adalatu rabbina, aturidu an yuhasibuka bil adala wala bil fadl, nataka Mwenyezi Mungu akuhisabie kwa uadilifu au kwa fadhila na rehema. Na yule aliyopania kufanya amali njema, sawam qawam, anafunga sana, anasimama sana usiku, anafanya ibada, anajiepusha kila njia kumasi Mwenyezi Mungu, ataulizwa mmoja katika hao, unataka tukufanyie kwa uadilifu wala kwa fadhila zangu na rehema zangu? Ya Rabb, kwa uadilifu tabani, amali zote ndio zifanya njema, alafu unaniambia kwa rehema zako? Nimejipinda mimi miaka 60 katika kucha, siku moja sijalala usiku. Siku moja sijalala kwamba sisali qiyamul layl na ibada na usali sala na dua, na mali yangu mamilioni kwa mamilioni notoa. Akaambia kwa uadilifu nataka hatizama sasa fadhila za jicho moja tu,
utanunua kiasi gani? Kule kuona kwako miaka yote. Binadamu angekuwa anakwenda bila kuona ingekuwa hali gani? Wacha hivyo, angekuwa jicho moja ndio ingekuwa hali gani? Ushazoea macho mawili haya, ingekuwa jicho moja tu. Sasa wewe fadhila zako, amali zako zote haifiki hata katika mema aliyokupa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake na rehema zake kukujalia mustaqim fi ibada, kukujalia mwili wako mzuri, una siha yako, ukakuonesha njia hidayah na ukafuata. Hiyo si neema kubwa hiyo. Hala yote mengine acha tena, watoto wazuri, watu wanakupenda, kadha, mambo mengi tu, siha. Hayo haya utalipa nini? La wallah, ila kwa fadhila zako ya Rabb. Ana sasa umejua kama fadhila. Kwa hivyo hawa waliostahiki, hebu niambie, uadilifu wa Mwenyezi Mungu umepindukia mipaka mpaka ukaingia katika fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwanza anapokulipa hasana akulipi moja. Hasana, wallahi utakwenda hasana moja kwa moja, sayyi'a moja kwa moja, utaiona pepo ngo. Ila kuzidishia. Kila binadamu khata, kila binadamu anafanya makosa. Lakini kwa sababu kajalia amali yako njema hasana bi10 amthaliha, 10 hasanat. Tena nategemea amali zenyewe, kuna nyingine nzuri zaidi, ila 700 mpaka 700 hasana. Wala itusita, kuna nyingine amal ila adhaafin kathira. Unahitajia wewe, kwa sababu wewe thawabu zako hazitotosha za kupeleka peponi, na rehema zake ataka kupeleka peponi, kwa sababu moyo wako, imani yako, dhamiri yako katika nafsi yako ni kufanya wema. Lakini shetani akuachi, tunakupoteza mara umefanya hiki, ukafanya hiki, ukafanya hiki. Sasa hapo kwanza Mwenyezi Mungu halaumiki ikiwa falyoma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Khalas, imekwisha. Sijakudhulumu kitu. Hasanat zako kama uliofanya mema, sayiat zako kama uliofanya maovu yako. Haya, sasa niwache na mimi sasa nijitolee na mimi nikuongezee. Akaongezewa na thawabu ya ingia peponi. Kwa sababu watakuja watu wawili wamehasimiana duniani, na huyu kafanya mema mengi, ndio Mwenyezi Mungu anainterfere sasa, anaingilia mambo hayo. Njoo bwana, yule aliyedhulumiwa ambaye unaona kasri ile, anaiona ya mtume gani ile, ya mtu wa kheri gani, kaambia yako wewe, yangu mie, kwa amali gani nzuri niliyofanya. Unamwona ndugu huyo kakukosa kadha kadha kadha, kama utamsamehe kasri yako peponi. Namsamehe sana tena, naam nimemsamehe, haya mkamate mkono mwenzio, nendeni peponi. Hatizama, subhanallah, hii ndio katika jumla fadhila za Mwenyezi Mungu. Hatoingia mtu peponi kwa amali zake, ila Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na fadhila zake. Hata anta ya Rasulullah, naam, hata mimi, illa yataghammadni Allah bi fadlihi, ila Mwenyezi Mungu anikumbatie na kunichukua kwa fadhila zake na rehema zake na niingie peponi. Hatoingia mtu peponi katu kwa amali zake. Ndio kama Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu na atampa kila haki yake, na hata hivyo inabidi tena apewe na ziada. Kwa leo la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Katika aya hizi tunastafidi, hizi aya za nyuma tulizopita hizi, kwamba makafiri jeuri zao kubwa, tughyan na sukhria, maskhara mingi na kejeli ya kila aina, yote kwa sababu ya kufuru ilivyowafunika, ikawa haioni haki. Nyoyo zao zimejaa kufuru, hazitaki kuona haki. Na katika aya hizi pia tunathibitishiwa kuwepo kufufuliwa na jaza, alba'th wal jaza. Na katika aya hizi pia inatufundisha kwamba inapokuja saa inakuja baghtatan, faj'a, ghafla, bila kutoa warning. Hakuna no premonition, previous warning, moja kwa moja inatokezea. Na pia zinatufundisha katika aya zilizosoma za nyuma, hata ulimwengu wote utabadilika, inqilab al-kawn yote itatokezea. Na pia nakiri na kuonesha uadilifu wa Mwenyezi Mungu siku ya hisabu na siku ya jaza. Na hili inaleta faida kwa yule mwenye kufanya amali zake njema,
anakuwa na matumaini moyoni kwamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu hazisahau wala hapuuzi wala hawachi kila kitu, kila mmoja atapewa jaza yake kwa mujibu wa amali zake. Kwa hivyo anatumaini yule aliyofanya khairi kwamba alhamdulillah nitakuta amali zangu, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachotanguliza katika khairi mtakuta kwa Mwenyezi Mungu. Taban binadamu huku walaysa liinsani illa ma saa, binadamu hapati chochote ila kwa kile alichokifanya amali zake za duniani, ikawa za khairi kwa za shari. Na wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna yote atakayembebea dhambi za mwingine. Akili nasema hivi, akili nasema kwamba nini, kila mmoja atabeba dhambi zake, kama alisema Umar al-Khattab, anaambia kijana wake, atahmil wazri yawm al-qiyama, utanibebea dhambi zangu siku ya kiyama? La, wacha nibebe mwenye kigunia hichi nikapelekea watoto wenye njaa kule chakula chao. Subhanallah. Na ikiwa amali njema anaendelea mtu kupata kwa mambo matatu, ilmu yuntafa bi, sadaqatun jari, au sio, na nini, waladun salih yad'u lahu. Waladun hajatiwa alif lam alwalad, sio watoto wake kumzaa, inaweza kuwa watoto wake kumzaa wa kuwazaa, au mtu yote alimlea au alikuwa akimsomesha kampa ilmu akapata yote, au mtu mwema alikuwa akimsaidia katika maisha yake. Kwa hivyo wote waladun salih yad'u lahu, dua ya mtu yote kwa mtu yote inakwenda hizi katika jumla amali yake. Wa laysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa, ikisha talipwa malipo yake ya uadilifu kabisa. Hivi ndivyo tunasema katika sura an-Najm. Kwa hivyo la taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayebeba mzigo mwenziwe. The question of original sin, madhambi ya asli ya baba yetu Adam alifanya, akili haikubali, akili haikubali. Kwa dhambi alifanya Adam ikaasisi na baba zetu, kwa hivyo lazima kadha kadha, la abadan illa hilo. Kila mmoja atabeba dhambi zake, kila mmoja atabeba nini, dhambi zake, na kila mmoja atapata hasanat zake. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Taban, na tutasimama hapa kwa sababu tutaka tuingie peponi kesho inshallah. Na kwa hivyo kesho tutaelezea habari ya peponi, na ashabul jannati yawma fi shughulin faqih. Watu wanasema leo hapa, leo tiache leo au kesho. اللهم اجعلنا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب، ارزقنا حسن الخاتمه والقبول، اللهم وفقنا بما تحب وترضى يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. تسمع ما ان شاء الله، الله اعلم.